kuna changamoto nyingi sana ambazo kizazi kinachokuja au kizazi kinachofuata, kizazi cha watoto wetu, kizazi cha vijana wetu kuanzia miaka 18 mpaka miaka 24 ambazo watakakumbana nazo. Moja ya changamoto kama tulivyosema ni changamoto ya akili bandia. Akili bandia imetengenezwa ili kuja kuchukua nafasi ya akili zetu. Akili zetu zinatawala mazingira, akili zetu zinatoa huduma, akili zetu zinafanya kazi kupitia maarifa, kupitia mawazo, kupitia ujuzi ambao tunao. Akili bandia zimetengenezwa ili ziweze kuiga uwezo. Akili bandia zimetengenezwa ili ziweze kutoa maarifa, akili bandia zimetengenezwa ili ziweze kutoa ujuzi, akili bandia zimetengenezwa ili ziweze kutoa ufahamu, ziweze kufanya maamuzi. Kwa hiyo akili bandia kama zinaweza kufanya kazi kama akili zetu zinavyofanya, basi nafasi ya akili zetu kwa dunia baadaye katika mifumo ya uchumi, katika mifumo ya huduma itakuja kuwa ndogo sana, itakuja kupungua. Na kwa nini inapungua? Inapungua kwa sababu akili bandia zitakuja kuchukua nafasi. Akili bandia zina uwezo mkubwa sana, kama nilivyozungumzia video nyingi zilizopita. Akili bandia zina uwezo kuhifadhi taarifa nyingi sana. Akili bandia zina uwezo kufanya kazi kwa muda mrefu sana bila kuchoka. Akili bandia zinaweza kufanya kazi kwa masaa yote 24 na kwa siku 7 tofauti na akili ya mwanadamu. Akili ya mwanadamu inahitaji kupumzika, akili ya mwanadamu inachoka, akili ya mwanadamu inaathiriwa na hisia. Akili ya mwanadamu inaathiriwa na hali ya kufanya makosa. Kwa hiyo hivi vitu vyote vinafanya akili ya mwanadamu iwe dhaifu, au akili ya mwanadamu ikose vigezo vya kuweza kuingia katika ushindani wa dunia au katika ulimwengu ujao. Kwa hiyo teknolojia ya akili bandia italeta changamoto nyingi sana katika dunia na katika ulimwengu wetu. Pia kama nilivyozungumzia, pia kuna teknolojia ya robot na teknolojia ya automation. Teknolojia ya robot itakuja kuchukua nafasi za miili yetu inavyofanya kazi. Ukiangalia viwanda vingi sana kwa nchi zilizoendelea, kazi nyingi ambazo zilikuwa zinafanywa viwandani na watu, ambazo zilikuwa zinahusisha miili ya watu moja kwa moja, hizi kazi zimechukuliwa na robot.